nimpongeze Mheshimiwa Latifa Juakali kwa kuwasemea vyema vijana wetu wa Kitanzania, hasa wanaotokea familia za kawaida za Watanzania. Mheshimiwa Spika, upo utaratibu ambao ni wa pande zote kwamba ada zile zinasaidia hivi vyuo ama taasisi hizi ziweze kujiendesha, hasa zile ambazo hazipokei ruzuku ya serikali kwa kiwango cha kuweza kujiendesha. Lakini upo ukweli kama ambavyo Mheshimiwa mbunge alivyosema wa kwamba inatokea katika baadhi ya wanafunzi anakwama kabisa kutokana na mazingira alikotokea. Sasa utaratibu ambao umekuwa ukitumika miaka mingi, hata enzi ambapo hapakuwa na elimu bila ada, ilikuwa ni wanafunzi kuruhusiwa kufanya mitihani, lakini watakapotakiwa kuchukua vyeti vyao watalazimika kulipa kwanza zile ada ambazo hawakuwa wamezilipa. Kwa nielekeze taasisi zetu za elimu kuzingatia utaratibu ule ambao umekuwa ukitumika wa kutokuwazuia wanafunzi kufanya mitihani, kwa sababu mitihani ni jambo la maandalizi. Mwanafunzi anakuwa ameshajiandaa, yuko tayari kwa ajili ya mitihani, na jambo la ada sio la kwake, kwa anapata adhabu kutokana na hali halisi ya kimaisha ya familia yake. Ile ni jambo ambalo si jema. Turejee kwenye ule utaratibu ambao mitihani ikifika wanafunzi wafanye mitihani, wapimwe, kwa sababu hicho ndicho, hawapimwi kwa ada, wanapimwa kwa maandalizi ya mafunzo walioyapata, na utaratibu ule wa kwamba atakapohitaji cheti chake lazima awe amemaliza mahitaji yote ya kimalipo ambayo alitakiwa kuyafanya. Sambamba na hilo, taasisi hizi waendelee kuongea na wazazi mara kwa mara, kuwakumbushia kwamba kuna mahitaji ya kifedha ambayo mwanafunzi wao ama mtoto wao hajamalizia, ili waweze kuweka utaratibu wa kuweza kuyalipa bila kuathiri masomo ya mwanafunzi. Mheshimiwa Spika, anayelipa ada anakuwa mzazi, sio mwanafunzi. Kwa hiyo mwanafunzi jukumu lake ni kusoma, na vyuo pamoja na kuzingatia ukweli ule kwamba vinatakiwa kujiendesha, vinatakiwa kupata fedha hiyo viweze kujiendesha, utaratibu mzuri zaidi ufanyike ule ambao uliendelea kufanyika. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kuongeza fedha kwenye upande wa mikopo ya elimu ya juu na vyuo vya kati ili kuongeza idadi kubwa zaidi ya watoto ambao wananufaika na mikopo hiyo. Mheshimiwa Spika, tangia serikali ya awamu ya 6 ingie madarakani, fedha zinazokwenda kwenye mikopo ya elimu ya juu zimeongezeka kwa takribani mara 2, kutoka bilioni takribani 400 hadi bilioni 900 na ziada, jambo ambalo tunaamini limeongeza pia idadi ya wanafunzi wanaonufaika na mikopo. Nitoe rai pia kwa wanufaika ambao waliwahi kunufaika na mikopo kuendelea kurejesha, ili serikali iweze kuwapatia wanafunzi wengi zaidi wigo wa kupata mikopo hiyo na kunufaika na elimu ya juu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana kwa sababu ya muda tunatumia watu 4 tu. Nakushukuru sana, asante kwa majibu mazuri. Asante Mheshimiwa Spika, na pole kwa msukosuko uliojitokeza. Unaweza ukawa na mitambo mizuri lakini mambo haya yakatokea, na haya ndio yaliyowapata Yanga jana. Pole sana Mheshimiwa Spika. Waheshimiwa wabunge, Mheshimiwa Waziri Mkuu, umezungumza jambo muhimu sana la teknolojia mpya ya barabara. Teknolojia hizi zimeletwa nchini miaka mingi sana, lakini kuna uzito na utata wataalamu wetu kutokutaka kuzitumia. Matokeo yake tunatengeneza barabara, baada ya miezi 3-4 barabara zinakufa. Kwa hiyo imekuwa kama ni habit au hobby ya watu kutengeneza barabara kwa kutumia pesa za umma bila kuzingatia uimara wa barabara zetu. Nikuombe sana, teknolojia hizi zipo, muhakikishe serikali mtumie ziweze kutumika kuokoa pesa za umma, lakini vile vile kuweza kumudu na kukaa kwa muda mrefu katika nchi yetu. Waheshimiwa wabunge, leo tumepata changamoto kubwa ya mitambo, na mitambo hii ni mipya, inatoka Bosch, ni kampuni kubwa yenye uwezo mkubwa sana. Lakini these things they happen. Inawezekana disruption na tikisiko kidogo wa baadhi ya mitambo au umeme umesababisha.
Lakini namshukuru na kumpongeza katibu na timu yake, tumeimprovise na sasa bunge linaendelea na ratiba ya bunge itaendelea mpaka hapo ukumbi wetu tupoimarika kwenye ukumbi wetu huu. Mheshimiwa Bunge, kanuni ya 123 fasili ndogo ya 3 nasema mbunge atakayeamua kutumia kifungu chenye mshahara wa waziri ataruhusiwa tu iwapo ataomba ufafanuzi wa swala la mahususi la sera na hatazungumzia zaidi ya jambo moja. Jana kwenye kipindi cha budget cha Wizara ya Uchukuzi kulitokea na hoja ya Mheshimiwa Sanga na nilimkalisha chini sababu hakutumia kanuni vizuri. Nimepitia Hansard yake mwenyekiti, Mheshimiwa Sanga. Mheshimiwa mwenyekiti, asante sana. Mheshimiwa mwenyekiti, kwanza naipongeza serikali kwa kazi ambayo inaifanya kwenye ujenzi wa viwanja nchini. Mheshimiwa mwenyekiti, tunafahamu sera ya serikali ni kuhakikisha kila mkoa unakuwa na uwanja wa ndege, na sisi watu wa mkoa wa Njombe tumekuwa na uhitaji wa uwanja wa ndege kwa muda mrefu. Makofi. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali imekuwa ikitoa ahadi mbalimbali za viongozi kwenye ilani. Kwenye majibu hapa ya kuonesha kwamba mnaweza kujenga uwanja wa Njombe. Mheshimiwa mwenyekiti, na moja kati ya majibu ambayo serikali imekuwa ikitoa ni kwamba kuna majadiliano yanaendelea. Mwenyekiti, Mheshimiwa Sanga akaendelea kusema, kwa hiyo Mheshimiwa mwenyekiti, nilikuwa natamani commitment ya serikali. Mwenyekiti, Mheshimiwa Sanga, hoja yako haiendani na sera. Hoja yako haiendani na sera. Specific umetaja eneo lako. Kwa hiyo kaa chini. Mheshimiwa Sanga akajibu, nimeanza kwa sera. Mheshimiwa Bunge, ni kweli Mheshimiwa Sanga alianza kwa sera, lakini alitaja sera lakini hakuendana na utaratibu wa kuuliza swali kwenye shilingi ya waziri kwa mujibu ulivyotakiwa. Unatakiwa useme, Mheshimiwa mwenyekiti, sera serikali ni kujenga viwanja Kigoma, Tabora, Nachingwea na maeneo ambayo yanavutiwa wa kiuchumi kama Njombe. Mheshimiwa Waziri, naomba commitment ya serikali ni lini sasa viwanja hivi pamoja na cha Njombe kitaingizwa katika mkakati wa serikali? Jamani, naomba sana msome hizi kanuni. Kanuni zetu ziko very clear, na kama hatutafuata kanuni, na Sanga ni mtaalamu sana wa michezo, sisi tukikaa hapa ni marefari, sio makocha, tunasimamia kanuni. Niombe vile na Aisha karudia the same thing, uwanja wa meli Lake Tanganyika, kwa hivyo tuwakatishe na wakae chini sababu hakufuata utaratibu wa kikanuni. Naomba sana na nafurahishwa sana na wabunge kwenye masuala mkuu wote mnalenga kwenye sera. Kwa hiyo kwenye swala la mshahara ni hali kadhalika, twendeni na sera. Unaweza ukazunguka afu baadaye ukaleta ukaingiza eneo lako na likakwenda kwenye kushika mshahara wa waziri. Waheshimiwa Bunge, mtakumbuka kwa katika mkutano wa pili wa Bunge ulifanyika uchaguzi wa wajumbe mbalimbali waliokwenda kuiwakilisha Bunge katika vyombo vingine vya kikanda. Miongoni mwao ni pamoja na wajumbe 5 waliochaguliwa kuiwakilisha Bunge katika Bunge la Afrika Pan-African Parliament. Mheshimiwa Bunge, Bunge la Afrika Pan-African Parliament lilikutana kwa kikao chake cha 7 cha dharura kilichofanyika kuanzia tarehe 26 Aprili hadi tarehe 6 Mei mjini Midrand, Afrika Kusini. Miongoni mwa shughuli zilizotekelezwa katika kikao hicho ni pamoja na uchaguzi wa viongozi wa caucus mbalimbali pamoja na uteuzi wa wajumbe katika kamati mbalimbali za Bunge la Afrika. Mheshimiwa Bunge, katika uchaguzi huo Tanzania ilifanikiwa kupata nafasi 2 za uongozi uwakilishi ndani ya PAP kama ifuatavyo. Mheshimiwa Maria Manzuri Mungula alichaguliwa kuwa rapporteur wa Eastern Africa Caucus. Na Mheshimiwa Lulu Guru Mwacha alichaguliwa kuwa makamu wa rais wa baraza vijana PAP Youth Caucus. Napongeza sana kwa namna mliweza kuwakilisha Tanzania na kuweza kuchaguliwa katika mabunge mengine.
Waheshimiwa wabunge, kwa niaba yenu napenda kuwapongeza Mheshimiwa Mariam Anzur Mungula mbunge na Mheshimiwa Lulu Luguyu Mwacha kwa kuaminiwa na kuchaguliwa na Bunge la Afrika kushika nafasi hizo muhimu za uongozi. Ni imani yangu kuwa watazitumikia nafasi hizo kwa weledi na uadilifu mkubwa, wakiwa wamebeba taswira ya bunge letu na nchi kwa ujumla katika nyanja za kimataifa. Ushindi huu umedhihirisha ushawishi na uwezo wa wawakilishi wa Tanzania katika diplomasia ya kikanda na kimataifa. Waheshimiwa wabunge, mwisho niwatakie majukumu mema wabunge wenzetu hawa katika kuzitumikia nafasi hizo, na Mungu awasimamie.